Bana mtazamaji wa Bwigane TV, mambo vipi? Hali gani huko ulipo? Bana leo kuna bonanza ambalo linaendelea hapa katika viwanja vya Lugalo, lakini kwa bahati njema nimekutana na mmoja kati ya wanamichezo wakubwa lakini pia mdau mkubwa wa michezo ambaye pia ni mchambuzi, Ali Mayai Tembele. Tuzungumze naye mambo kadhaa kuhusiana na soka lakini pia juu ya kile ambacho kinaendelea hapa. Bana Ali Mayai, heshima yako. Salama. Kwanza karibuni sana Bwigane TV katika bonanza hili la Galacticos. Hili bonanza ni bonanza linalokusanisha wachezaji wa zamani. Galacticos, wewe unajua Galacticos? Timu ya Madrid hiyo ya zamani. Sasa hiyo ni AKA, sisi tuna umoja wetu wa wachezaji wa zamani hapa Tanzania ambao inaitwa TFLA, Tanzania Football Legends Association. Ni asasi ya kijamii ambayo of course ilisajiliwa kabisa rasmi na kupata usajili Wizara ya Mambo ya Ndani mwaka 2020. Lakini hii unauona umoja huu na ushirikiano. Tulianza wakati ule wachezaji wa zamani tunakutana tangia mwaka 2013. Tulikuwa tunakutana kila mwaka, lazima tuwe na tukio letu la bonanza. Lakini baada ya kusajiliwa rasmi 2020 ndio tukawa sasa tumeshateua kabisa siku moja kwa ajili, yani hiyo ni siku ya bonanza la Galacticos ambayo tukaihusisha sasa na kumbukizi ya msiba hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere leo tarehe 14 Oktoba. Kwa hiyo ndio miaka yote sasa, hii ni mwaka wa 6 huu sasa. Yani kila tarehe 14 Oktoba Galacticos tunakuwa na bonanza letu ambalo tunakutanisha wachezaji wa zamani. Kama hivyo unavyoona hapa, kuna timu zaidi ya 7 ambazo zimekuja hapa, lakini zote ni maveteran ambao almost wote ni wale wachezaji ambao tuliocheza zamani. Tunakutana, tunakaa pamoja, tunaburudia kama hivi. Ni moja kati ya tukio ambalo kwa kweli limekuwa likikua na linasisitiza, linathibitisha ule umoja na ushirikiano tuliojenga wachezaji kupitia mchezo wa mpira wa miguu. Sawa, ikiwa leo ni kumbukumbu ya miaka 26 tangu kifo cha hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yeye tunafahamu kwamba alikuwa ni mwanamichezo, lakini pia alikuwa akisisitiza kuhusiana na amani, umoja pamoja na mshikamano. Hichi ambacho mnakifanya Galacticos bila shaka ni kuyaenzi kwa 100% yale ambayo baba wa taifa aliacha. Na sisi tulihusisha kile alichokiacha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndio sababu tukaamua na sisi siku yetu ya kufanya hili bonanza letu iwe siku ya kumkumbuka yeye, ambapo ndio siku ambayo ilitangulia kwenda mbele ya haki, kwa sababu historia ambayo kitu ambacho Mwalimu alichokiacha katika mchezo wa mpira wa miguu ni moja kati ya kitu ambacho kilikuwepo, kipo na kitaendelea kuwa na thamani. Hivi tunavyozungumzia kwa mfano katika kila mkoa vile viwanja unavyozungumzia, ukienda Morogoro uwanja wa Jamhuri, ukienda CCM Kirumba, ukienda Dodoma, ukienda Arusha, ukienda Mkwakwani Tanga, ukienda Mbeya, ukienda Nelson Mandela kule Rukwa. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo unaona kabisa yani alichokiacha, maono aliyokuwa nayo miaka hiyo, ni moja kati ya kitu ambacho leo hii hapa ndio thamani yake inaonekana. Kwa hiyo kwa kweli ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kilikuwepo, kipo na kitaendelea kukumbukwa, na ndio sisi tukahusisha kwamba kutokana na historia yake na maendeleo katika mchezo wa mpira wa miguu kwa kumbukizi yake, na sisi tuitumie siku hiyo hiyo kuwa wachezaji wa zamani. Tunakutana kama unavyoona wachezaji wa zamani walivyojaa hapa katika uwanja wa Lugalo, ambapo kuanzia asubuhi tuko hapa, watu wanacheza dakika 30. Ndio kuna finali, sijui robo finali, nusu finali, lakini tunapata kama hivyo chakula cha mchana, lakini jioni tunakuwa tumeshamaliza tayari, siku inakuwa imekamilika. Mwaka wa 6 huu Galacticos mmeandaa bonanza hili ambalo sasa kila tarehe 14 mwezi wa 10 linafanyika, mwaka wa 6. Mabadiliko ambayo unayaona, mnapiga hatua kwenda mbele au bado kuna namna kama mnalegalega? Tunapiga hatua kwenda mbele, kwa sababu hata tulivyoanza mara ya kwanza ilikuwa kulikuwa kuna changamoto, lakini hivi tunavyokuambia sasa hivi, na kwa sababu ya mifumo ya teknolojia, yani upangaji wa ratiba, hata ushirikiano, kitu ambacho unaona kabisa hata program ambayo imepangwa hapa, unaona kabisa na watu kama wadau mbalimbali wakiwemo hawa K4 Security, unaona kabisa ni wadau ambao tumekuwa nao kwa muda wote, yani kufacilitate baadhi ya issues. Mmoja kati ya wadhamini K4 Security ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kinaonyesha kwamba ushirikiano ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Kwa hiyo unapouliza, yani ni kweli tumegrow. Yani tulikuwa tunaandaa miaka ya nyuma ile, kwa mfano bonanza la 2, la 3 kulikuwa na changamoto, lakini hivi tunavyozungumza kila kitu kilishapangwa siku 5 kabla. Yani leo hii
tunakuja kutekeleza tu kile ambacho tayari kishapangwa, na hata baadhi ya vitu rehearsal na nini ishafanyika. Kwa hiyo yani urahisi unazidi kuongezeka kadiri siku zinavyozidi kwenda. Niwapongeze sana kwa hilo, lakini pia niwapongeze kwa kuendelea kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa kuyaenzi yale ambayo alikuwa akiyafanya. Na tugeukie sasa kwa upande wa ninyi maveterani. Kulikuwa kuna ligi pia ya maveterani. Ligi kuu inaendelea, inafanyika kila msimu. Pengine kwa upande huo inawarahisishia kiasi gani kuweza kupata timu ya maveterani ambao mnashiriki pia kwenye ngazi za vilabu kwenye ligi? Timu za maveterani kwanza demand, kwa sababu ndio mara ya kwanza. Unajua mwaka huu mara ya kwanza kuanzishwa hiyo ligi ya maveterani, mara ya kwanza. Timu zimekuwa nyingi kweli kweli. Hata sisi Galacticos tunashiriki hiyo ligi ya maveterans, lakini demand imekuwa ni kubwa kwa sababu sasa hivi ninapozungumzia maveterans wapo kila sehemu. Yani demand imekuwa ni kubwa sana kwa sababu michezo, specifically mchezo wa mpira wa miguu ulishaonyesha jinsi ambavyo umekuwa na mchango mkubwa sana katika utimamu wa mwili na akili, na hasa kwa watumishi wa mtu ambao wanafanya shughuli nyingine anapopata nafasi. Ndio sababu unaona kwa mfano viwanja kama hivi vinavyozungumzia hapa tuko Lugalo, huu uwanja huu hivi ninavyokuambia, huu uwanja Jeshi ni moja kati ya kitu ambacho wamekifanya kina thamani kubwa sana, na ndio sababu hata kupata ratiba ya kutumia uwanja sio kazi rahisi, kwa sababu kuna maveterans, achilia mbali timu ambazo zinacheza ligi na nini, maveterans wengi wanakuwa tayari wameshafanya booking na kuna kulipia, kwa sababu football is business kama zile biashara nyingine. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli huko tunakoelekea tunaona kabisa yani maendeleo ya mchezo na thamani ya mchezo wa soka inavyozidi kuendelea kukua, sio tu kwa ajira lakini pia hata kwa afya, kama kwa hivi hawa maveterani wote tunawaona hapa. Sawa sawa. Tugeukie upande wa timu za ligi kuu. Ushirikishwaji wenu au ukaribu wenu pamoja na zile timu ambazo mlizichezea zamani, kwa sababu tunafahamu wewe umecheza timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, umecheza pia Young Africans, umekuwa nahodha pia kwa upande wa timu zote mbili. Pengine ukaribu wenu na hizi timu upo vipi? Of course timu siku zote huwa ni karibu, kwa sababu malegendari wapo, malegendari wa Yanga, malegendari wa Simba, malegendari wa Coastal Union, malegendari mpaka kuna malegendari wa RTC Kigoma. Wapo kina Wasara Baribari. Of course. Kwa hiyo malegendari siku zote bado wataendelea kuwa malegendari, isipokuwa huwa legendari anakuwa pale alipotumikia muda mrefu. Anaweza kama amecheza mwaka mmoja, baadaye akacheza kule miaka 7 ndio ana retire. Kwa hiyo anakuwa legendari wa kule ambako. Kwa hiyo malegendari of course kwa timu hizi ambazo tunazozungumzia, kwa mfano kama Simba, Yanga, kwa kweli bado tutaendelea kuona malegendari. Unaona wote hapo kina Idi Moshi wako hapo, kina Ball Jagra Malota Soma, malegendari wa Simba. Unaona hapo kina George Magere Masatu, malegendari wa Simba. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba bado ule legendari tumekuwa tukishiri, na hata kuna magrupu siku hizi ya WhatsApp ambapo kuna magrupu ya malegendari wa timu mbalimbali, lakini pia hata kuna magrupu ya wachezaji wa zamani ambayo hii ya Galacticos kwa mfano wako wale members na wale wengine ambao sio members, ambao of course ndio kwa sababu kuna kujiunga, kuna procedure za kujiunga kwa mwanachama, kwa sababu hii ni asasi ya kijamii ambapo huwa tunasaidiana kwenye matukio mbalimbali ya kijamii yanapotokea. Kwa hiyo ni malegendari kwa kweli, ushirikishwaji tumekuwa tukishirikiana sana katika matukio mbalimbali na hizi timu ambazo tumepitia. Sawa, tugeukie kwa upande wa Simba, Yanga, Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Wote wanakwenda ugenini kwa ajili ya mechi zao za mkondo wa pili, mechi za awali za mzunguko wa kwanza, michuano ya kimataifa. Nafasi ya timu zetu 4 kwa pamoja unaziona zikienda makundi? Tunaziona kabisa timu zetu 4, possibility ni kubwa kama ambavyo zilivyofanya kwenye hatua ya awali. Unaona kabisa kwamba msimu huu kuanzia maandalizi ya timu ambapo Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars, unaona kabisa hata usajili, makocha waliochukiwa kina Azam, kina Florai Benge, unaona kabisa kwamba wamejikita katika michuano ya kimataifa. Wala malengo sio kushiriki tu ligi ya NBC Premier League. Kama ambavyo wenzetu kwa mfano timu nchi zilizoendelea wa Misri, wa Morocco, Tunisia, wa Algeria, wao siku zote kwenye usajili wa wachezaji huwa wanaangalia mashindano ya CAF. Huwa hawaangalii ligi ya ndani. Na sisi pia unaona kabisa timu zetu sasa hivi hata viongozi unaona kabisa na wao pia wamejikita kwenye michuano ya kimataifa. Hiyo inathibitishwa na matukio ambayo wameyafanya. Ukiangalia Azam, Florai Benge, yule kocha experience yake. Ukiangalia Singida Black Stars, wachezaji waliowasajili, unaona hata mchango waliotoa katika mashindano haya tu na hata Sekafa kina Kratos Kota Chama, unaona kabisa kwamba wamejikita kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa kweli possibility hizi timu zetu 4 zina zaidi ya 60% ndio wanaanzia away, lakini watakuja kumalizia nyumbani. Mmoja kati ya advantage ambayo
inatoa kabisa advantage kwa timu hizi. Ndio kwa Azam zote anacheza nyumbani. Azam tunajua anacheza mechi zote nyumbani. Si unajua? Kwa sababu anacheza Zanzibar, anacheza na hapa. Kwa hiyo atakayeshinda katika mechi hiyo ndio possibility kubwa ni Azam. Lakini hata Zanzibar anacheza ni nyumbani, atakapokuja hapa ni nyumbani. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba nafasi ya timu zetu 4 ni zaidi ya 60% kuvuka kuingia kwenye hatua inayofuata. Azam FC tayari wameshafika visiwani siku 4-5 kabla ya mchezo, lakini Singida Black Stars pia wanatarajiwa kuwasili pale nchini Burundi. Yanga nao safari yao kwenda Malawi. Simba kidogo wanaenda mbali, Eswatini. Pengine timu hizi hazijawahi kukutana. Kwa mfano kama Simba hawajawahi kukutana timu ambao wanakwenda kukutana nayo. Pengine kuna ugumu wote kukutana na timu ya namna hii, hawajawahi kukutana popote. Of course kila kitu wake na faida na hasara. Kwa sababu kama ugumu sio kwako tu wewe, ugumu hata kwa yule pia. Na hii sasa kutokukutana huwa ananufaika sana underdog. Yaani ukienda kucheza na timu ambayo ni ya juu, huwa tayari unaijua kabisa kwamba huyu jamaa hapa ni hatari, huyu ni hatari, huyu ni, kwa hiyo nenda umepania. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho wale Eswatini kule watakuwa na extra determination, kwa sababu ukiwaangalia wao ukiwalinganisha na Simba iko juu. Kwa hiyo wao naturally wataingia wamepania kwamba hapana, lakini kupata takwimu zao, taarifa zao, ndio kocha lazima atakuwa ametafuta, lakini sio kazi rahisi sana kupata taarifa za timu ndogo. Sio kazi rahisi sana. Timu kubwa huwa ni rahisi sana kupata taarifa zake. Hata ukiingia ukitafuta hata mechi unazipata, labda mechi hata 4 za mwisho wachezaji unaweza kuzipata hata kwenye mitandao. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa Simba wale lazima watapania, lakini kwa Simba bado advantage ile ya kuwa wao ni superior kuliko wale opponents ni kitu ambacho kinawapa pia extra motivation kwamba sisi tunawajibika kuwafunga hawa. Yaani ni wajibu wetu. Kama vile unavyowajibika kula, utapambana uhakikishe mimi lazima nile. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kwa Simba pia kinawapa advantage. Kocha ambaye ametoka kwenye ukanda wa kusini mwa Afrika wamempata sasa Dimitar Pantev ambaye ni meneja mkuu wa klabu. Meneja mkuu. Pengine hii ni advantage kwa wao, lakini mechi ya mwanzo tumeona ameshinda mechi ya kwanza ya kirafiki, mechi ya pili amefungwa. Watu wameanza kuzungumza. Pengine kuna toa ishara yoyote kuelekea mchezo husika? Of course hakuna kitu. Na bahati nzuri hata tena hapo umekaa Matola, unamuona Matola yuko hapa kwenye bonanza hili. Unaona kabisa, unaona kwamba ndio yule kocha falsafa yake kwa wale makocha wote wengi ambao wametoka kusini huko, falsafa yao ni possession style of play, yani ni kucheza mpira, kuchezea mpira. Kitu ambacho Simba ndio falsafa yao. Kwa hiyo unaona kabisa hata kitu ambacho Simba inacheza bado inacheza style of play ambayo Simba siku zote huwa wanakuwa wanacheza. Kwamba kutoka na mpira nyuma, kupita katikati, kwenda mbele. Kwa maana sio kupiga counter attack, mipira mirefu. Kwa hiyo ni moja kati ya falsafa ambayo yeye anaonekana kabisa na muumini wa falsafa hiyo, lakini kuweza yani kusema kwamba labda atabadilisha style of play ya Simba sio kazi rahisi. Ni lazima akute kile ambacho kilichoanza yeye aendelee nacho. Kwa hiyo bahati nzuri kitu ambacho manufaa alionayo ni kwamba yuko anashirikiana na Matola, Mwalimu Matola ambaye alikuwepo na yani ameshafanya kazi na makocha wengi. Yani anajua program mbalimbali ambazo zimetumiwa na makocha mbalimbali. Kwa hiyo moja kati ya kitu ambacho kwa kocha huyu wa Simba ananufaika nacho kwa sababu anashirikiana. Sasa inategemea tu na approach yake. Kwamba anashirikianaje. Kwa sababu kuna kocha mwingine, kwa mfano mimi pia ni kocha. Unajua kuna kocha mwingine ambaye unaweza kawa kocha mkuu, yeye anapanga programu yake, alafu wewe msaidizi wake anakuletea tu bana, program nimepanga hii hapa. Sio kwamba I say mimi nilikuwa nafikiria yani from the ground mnapoanza kwamba nafikiria tuanze program katika hizi siku 7, tufanye siku ya kwanza hivi, siku ya pili hii, siku ya tatu labda siku ya kwanza tufanye masaa 4, siku ya pili tufanye masaa 2, siku ya tatu tufanye hiyo approach hiyo ni moja kati ya kitu ambacho inategemea approach yake ni ipi ya kushirikiana na wale ambao aliowakuta. Sasa wale makocha ambao huwa wanakuja na misimamo yao, yeye ndio wasaidizi mpo, yeye anakupa tu kama program nimeipanga hii hapa. Kwa hiyo ipitie, alafu then tutaangalia namna ya kuitekeleza. Ya kuitekeleza kwa wiki hii hapa. Kwa hiyo wewe msaidizi unaweza kaipitia akamwambia I say sasa mwalimu hapa hii ya siku ya pili kwa nini tusingefanya hivi na hivi na hivi na hivi? Anamwambia hapana, mimi nimeshafanya nani, kwa hiyo hapana, hii tuende nayo tu. Tutaangalia wiki. Sasa hiyo approach hiyo na yenyewe pia huwa inakuwa shida. Ndio amekushirikisha lakini ni maamuzi ambayo kafanya yeye. Wewe umeingiza input zako lakini
hajazi adopt. Ndio sio lazima azichukue, lakini baadaye panapotokea changamoto ndio anakuja kujua kwamba pengine labda ningechukua ushauri ule wa msaidizi wangu tungeweza. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho inategemea sasa na approach yake yeye kocha ikoje katika kushirikisha kocha msaidizi. Na kuna tofauti kwa hapa kwetu tumezoea kocha mkuu, lakini kwa timu za Ulaya tunasikia manager wa Manchester United, manager wa Chelsea, ndio hao makocha. Kuna utofauti wote kati ya hawa tunaowaita makocha na mameneja? Sasa hizo ni title tu. Hapa kwetu kuna of course title, ndio kocha. Ili utambulike kocha kuna ile wasifu, lazima uwe na sifa hii na hii na hii na hii, na specifically kwa mfano kwa timu ambayo inashiriki mashindano ya CAF, lazima kocha ambayo unatambuliwa na CAF uwe na ile professional coach license ya CAF ambayo imekuwa recognized na CAF, ndio wewe unasajiliwa kama CAF. Kwa hiyo ukiona kama umemsajili kama manager, lazima inawezekana ni kuna sababu ambayo imepelekea kumweka kuwa manager, kwa sababu ya ili kuendana na ule utaratibu wa CAF ambao CAF ndio imeweka misingi hiyo, ili uwe kocha mkuu wa timu inayoshiriki ligi kuu na michuano husika, lazima uwe na kigezo hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kimepelekea Simba kufanya hivyo, lakini kwenye makaratasi unamuona Matola, lakini kwenye utekelezaji Matola ni msaidizi. Sawa, tumalize na hili. Uligusia kidogo kwenye falsafa ya soka la Simba Sports. Simba wana jina lao la utani, wanaitwa Lunyasi kwa sababu ya mpira wa chini. Na Yanga wanasema ni Kuala Lumpur. Lakini kwa miaka hivi karibuni tumeona ule mpira wa Lunyasi ni kama umehamia Young Africans. Pia ndio unajua katika modern football possession style of play imekuwa ni mpira wa kawaida ambao ndio waliuanzisha La Masia kwenye ile academy ya La Masia ya Barcelona ambayo imezalisha wachezaji wengi, ndio academy ambayo imezalisha wachezaji wengi kuliko wachezaji wote. Walistick kwenye La Masia, kwa hiyo kwenye falsafa hiyo ya possession style of play ambayo baadaye lakini ikija kuonekana kwamba ni challenge. Yani wao it was the best way to defend is to possess. The best way to attack is to possess. Kwa hiyo as far as unamiliki mpira, wewe una uwezo wa kufunga. As far as unamiliki mpira, wewe uko salama. Sasa wakakutana na timu nyingine, wakakutana na makocha wengine kina Mourinho, kwamba anapiga pasi moja mbili counter, Pipo Inzaghi anafunga goli la kichwa, wewe miliki mpira 80%, mpira unakwisha, wewe umiliki 75%, yeye 25%, lakini ana alama 3. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kikapelekea sasa hata falsafa kubadilika. Kwa hiyo possession style of play bado itaendelea kuwa na thamani, kwa sababu unapomiliki mpira ni tofauti na mtu ambaye hamiliki mpira. Kwa hiyo kwa modern football kwa sasa hivi ni kitu ambacho haikopeki. Kwa hiyo kila timu, ndio maana katika training program small side game ni nyingi sana, yani zile program za kuchezea mpira ili mchezaji kuwa comfortable na mpira. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa sasa katika modern football ni kitu ambacho hakikopei, kwa sababu ndio style of play ambayo inaendana na mahitaji ya sasa. Na kwa wakati ule ilikuwa mawinga. Wao unavyoona hapo kina Idibili Lunyamira, unavyoona hapo kina Saidi Maulidi, au kina Boljaga Mautasoma, kama wakati ule midfielder ukichukua mpira unapiga tu kwa winga. Winga anakimbia na mpira kina kile, then anapiga cross. Ma striker anakuja kumalizia. Lakini kwa sasa, kwa wakati ule, kwa sababu pia hata mazingira ya wakati ule pia yalikuwa tofauti. Tunapozungumzia uwanja wakati ule ni tofauti na viwanja vya sasa hivi. Uwanja ulikuwa hata hapa pazuri hapa. Hapa pazuri. Unapoona hapa ni pazuri hapa. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kimepelekea katika modern football hata style of play pia kuendana na mahitaji ya sasa. La mwisho zaidi, tumeona makocha wakubwa na wachezaji wakubwa wanapita Tanzania. Tuliona Miguel Gamondi ameondoka lakini amerudi. Marcio Maximo aliondoka amerudi. Akina Kim Poulsen pia ilikuwa vile vile. Hii inatoa taswira gani kwenye ukuaji wa soka la nchi? Kwa kweli inathibitisha thamani ya soka la Tanzania. Kina Gamondi kama hivyo, Marcio Maximo wakati yule amekuja kuithaminisha timu yetu ya taifa, amekwenda sasa hivi amerudi. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinathibitisha thamani ya ligi yetu. Yaani makocha kama hivyo wanavyokuja kutoka nje, tena makocha wakubwa kina Gamondi au kina Marcio Maximo, ni moja kati ya kitu ambacho kinathibitisha yani ukubwa wa ligi yetu. Sasa na sisi pia lakini tutakao tujifunze kwa maana ya makocha wetu, kwa sababu moja kati ya changamoto ambayo hata sisi tunajua tuna mmoja wetu si makocha, kwamba ni lazima na sisi makocha wetu watoke nje, kwa sababu kocha anapotoka nje thamani yake inakuwa kubwa kulikoni anayefundisha ligi ya ndani.
Ndio sababu kwa mfano kama hivi Simba inatangaza nafasi, inataka kocha, mnapeleka CV. Wewe utapeleka CV yako. Nilifundisha Mtibwa miaka 4, nimefundisha Singida, nimefundisha JKT, nimefundisha sijui Dodoma Jiji, nimefundisha KMC. Anakuja kocha mwingine analeta CV yake, kafundisha Madagascar. Amefundisha sio lazima klabu tu Madagascar. Kafundisha Djibouti, amefundisha South Africa, amefundisha Liberia. Huyo exposure and experience yake imekuzidi wewe ambao umekaa hapa kwenye ligi yako tu MBC Premier League. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kwa makocha tumekuwa tunahimizana, na hata hivi tunavyozungumza hapa katika umoja huu wetu wa Galacticos, makocha wote tuliopo hapa, moja kati ya ajenda huwa ni hiyo, kwamba kazi yetu ya ukocha lazima tuiangalie, yani tuangalie mbele kama ambavyo wenzetu wamekuwa kutumia fursa hii. Shukrani sana Ali Mayai Tembe. Asante sana bana.